Tutakuwa tunatafakari fupi sana ya ujumbe kwa vijana, wazazi pamoja na walezi kwenye baadhi ya vitu vichache vya kuwekana sawa, lakini ni fursa yako binafsi siku ya leo unapolisikia somo hili ulifanyie kazi, kwa sababu kama Mkristo au mtu ambaye unahitaji kujifungamanisha na Mungu, iwe ni kijana, iwe ni mzazi, iwe ni mlezi, ni lazima ufuate prosesi hizi za kuhakikisha kwamba maisha ya vijana wetu yanakuwa ni mazuri pamoja na maisha ya kwetu binafsi. Vijana, jambo la kwanza, vijana wana thamani kubwa sana mbele za Mungu. Vijana wana thamani kubwa sana mbele za Mungu. Ni kwa nini tunazungumza vijana wana thamani kubwa sana mbele za Mungu? Maandiko katika kitabu cha Mhubiri 12 mstari wa kwanza anasema kwamba mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Ujana si kipindi cha kupoteza muda, bali ni wakati wa kujenga misingi imara wa maisha. Mungu anawahitaji vijana sana sasa na sio baadaye. Ukiangalia mambo mengi sana ambayo yanafanyika kwenye Biblia, unakuta vijana wakiwa ni vipaumbele vya kuonekana ni watu ambao ni wa thamani sana. Ukiangalia kila tukio ambalo ni kubwa lilikuwa linahusisha vijana. Mwangalia Yusufu, alikuwa ni kijana, anaenda katika nchi ya Misri, anapitia changamoto za hapa na pale, lakini Mungu anataka kumtumia huyo kijana kwa ajili ya kulikomboa ile taifa wakati ule wa njaa. Yusufu anakuja kufanikiwa na anakuwa ni mtu ambaye anakomboa pia familia yake kwenye kile kipindi cha njaa. Lakini ni kwa nini pia tunazungumzia vijana? Meshaki na Abednego walikuwa ni vijana, walisimamia msimamo mkubwa wa kuwa na Mungu kwenye kila hatua, mpaka anafikia hatua mfalme Nebukadneza anatangaza kwamba watu wote wamtumikie Mungu. Shadraka, Meshaki na Abednego wote hao ni vijana. Kwa hiyo vijana wana thamani kubwa sana mbele za Mungu. Lakini kwenye kitabu cha Yohana wa kwanza 2 na ule mstari wa 14 tunaona pia vijana mna nguvu. Vijana wana nguvu za kimwili, akili, lakini pia wanapaswa kuwa na nguvu za kiroho. Hawa vijana wanakuwa ni vijana ambao bado hawajabeba mambo mengi sana kichwani. Kama kweli mzazi umemprotect mtoto wako, umemlinda mtoto wako na umemfundisha katika maadili mazuri, mtoto anakuwa hana mambo mengi ya kuyafanya ya kidunia, zaidi yote kwamba akili yake inaweza kawekezwa katika nguvu za kiroho, akaweza kuwa ni mtu mmoja mzuri sana kwa ajili ya maisha ya hapo baadaye. Lakini namba 2 anasema kwamba vijana wanaitwa kuwa mfano. Ni kwa nini vijana wanakuwa mfano? Katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 4:12 Biblia inasema mtu awaye yote asiudhalau ujana wako, bali awe kielelezo. Vijana wanaitwa kuwa mfano. Kwa hiyo kwa kutumia fungu hili, mtu asiudharau ujana wako, bali wewe uwe kielelezo. Kwa kijana anaitwa kuwa mfano. Mtu anapokuona wewe kijana unazungumza maneno mazuri, unakuwa na mwenendo mzuri, unakuwa na upendo, unakuwa na imani ambayo iko safi, unakuwa na usafi wa mwili, mtu anapata hamasa ya kuona kwamba inawezekana kuwa kama kijana fulani. Mzazi au mlezi anafaa umlee mtoto wako katika maneno mazuri. Tunao watoto wengi sana mtaani ambao wanatumia lugha za matusi, ndio lugha ya kila siku, lakini wanakuwaje vijana wa mfano wa kuigwa na jamii ambayo inajielewa kama anakuwa anatukana matusi au anatumia lugha ambazo hazifai? Kwa hiyo ni lazima kijana awe amelelewa katika malezi mazuri, ili kusudi kumrahisishia na kumjengea picha nzuri ya kuwa mfano katika jamii. Hata mzazi unaweza kuheshimika kwa sababu tayari mtoto wako pia anakuheshimisha kwa vile unavyofanya vya hekima na maarifa, basi Mungu anatukuzwa kupitia hapo. Lakini pointi 3, hatari za tamaa za ujana. Kuna hatari kubwa sana za ujana ambazo mzazi unaweza ukaona tu mtoto anafanya kitu fulani, lakini kwa sababu kumlinda mwanzo, anakuwa ni mtoto ambaye hana taaluma nzuri katika maisha. Katika Timotheo wa pili 2:22, kimbia tamaa za ujana. Kuna mambo mengi sana kwa yanaelezwa hapa, lakini
kubwa zaidi ni kwamba ukimbie, tamaa za mwili zikimbiwe. Kuna mambo ya kukimbia na kuna mambo ya kuombea. Kijana unapokuwa umemfundisha vizuri, anajua kwamba hili ni jambo ambalo inabidi nifanye maamuzi mwenyewe, si tena jambo la kuomba, bali nifanye maamuzi ya kuondoka mahali hapo. Lakini ujana una changamoto nyingi sana, shinikizo la marafiki, tamaa za mwili, maamuzi ya haraka. Ni kwa sababu ni kijana, mabadiliko ya mwili yanayofanyika, unakuwa na tamaa ya kimwili, lakini ni kwa sababu mzazi haujamprotect mtoto wako, anaweza kaingia katika tamaa hizi na kuzifanya kazi. Lakini kama ukimprotect kwamba mabadiliko yapo, yanapofanyika mabadiliko haya, ni jambo gani la kulifanya, tayari mtoto anajua kwamba nipo katika mabadiliko ya mwili, kwa hiyo ni jambo gani nilifanya ambalo linakuwa ni nzuri zaidi. Lakini jambo jingine kwenye shinikizo la marafiki, tunafundishwa siku zote kwamba jaribu kuwa na marafiki na mipaka yake binafsi. Kuna saa mzazi unamwona mtoto wako anatembea na kijana ambaye anavuta bangi, anafanya mambo ya ajabu, anaona tabia ambazo si nzuri, na unamwacha na haumlindi kwa namna moja nyingine, halafu baadaye anapokuja kubeba tabia za yule kijana unaanza kumfokea. Utakuwa unakosea, kwa sababu mwanzo kabisa ilibidi umprotect hata sio na marafiki kwa namna hiyo, kwa sababu marafiki ni chanzo kikubwa sana cha kufanya wewe ukapotea. Unaweza kuwa na kijana ambaye anakushawishi kuwa na mwenendo ambao si mzuri, si wa kimaadili, si wa Mungu, na bahati mbaya unaweza kushawishi, kwa sababu shetani anatumia nguvu kubwa sana kuhakikisha kwamba anapoteza watu wake. Lakini maamuzi ya haraka, kijana bado hajakomaa kiakili, kama mzazi hautakuwa msimamizi wake. Kwa hiyo lazima na ufanye maamuzi, inabidi mzazi, mlezi ujaribu kumfundisha mambo mengi, au kufundisha kuhusiana na mambo ya Biblia, ili kusudi aepuke maamuzi ya haraka kwamba asije akapotea. Nadhani hapo tumeelewana vizuri. Lakini neno la mada ya 4 au pointi ya 4, neno la Mungu ni mwongozo wa maisha. Kwa kijana yeyote, neno la Mungu ni mwongozo wa maisha.